Habari, mimi ni Kala. Na leo kama kawaida tutakuwa na mada tu ya kuzungumzia mada mbalimbali za afya na fursa mbalimbali za kusoma na kufanya kazi nje kama kwa watu wa afya. Sasa mara ya mwisho nilizungumzia safari ya jinsi ambavyo daktari alisoma nje ya Tanzania, alisoma nje ya Marekani, au alisoma Tanzania au sehemu yoyote ambayo iko nje ya Marekani, jinsi anavyoweza kufanya kazi nchini Marekani. Na katika kuzungumza nilizungumza kuhusu kwamba kuna baadhi ya vyuo Tanzania havijasajiliwa na baadhi ya bodi au ambazo zinakubali aina ya degree ambayo umesoma kwenye nchi husika. Kwa hiyo unaweza kusoma Tanzania ukawa eligible kufanya mitihani ya kuja kufanya kazi Marekani, lakini pia unaweza kusoma Tanzania lakini usiwe eligible kuja kufanya kazi Marekani. Au sio kufanya tu, hata kuanza ile process ukawa huwezi kwa sababu chuo chako hakijasajiliwa na bodi fulani. Sasa leo kwa sababu niliwahi kutoa hii mada, mtu mmoja akaniuliza ni vyuo gani hivyo. Sasa sikupata muda wa kujibu, lakini nikasema leo nitajibu. Sasa kuna vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa World Directory Medical School. World Medical Directory School ni platform au ni website ambayo inatambua vyuo ambavyo unaweza ukasoma, unaweza kufanya huo mtihani wa kuja kufanya kazi Marekani. Sasa hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kuna kitu kinaitwa ECFMG. ECFMG ni bodi nyingine ambayo iko Marekani, ambayo yenyewe ndio wakati unaomba mtihani pia ina listi ya vyuo ambavyo inavitambua. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa unatambulika na World Directory of Medical Schools ambayo inatambulika na nchi mbalimbali duniani. Uingereza wanatambua, Australia. Lakini ECFMG ya Marekani haikutambui. Na sio kwamba haikutambui kwa sababu wewe ni mzembe au chuo chako labda ni kibaya. Huenda chuo chako chenyewe ndio akijafanya juhudi za kwenda kusajili kwenye hiyo platform. Kwa hiyo kama wewe ni form 6 hujaenda chuo, unaweza wewe mwenyewe ukaangalia sasa uende ukapambane nao au uende chuo ambacho tayari kimesajiliwa. Kama wewe tayari ni mwanafunzi wa chuo ambacho hakijasajiliwa, labda ukaangalia jinsi unaweza kupambana na viongozi na kupush wakasajili, kwa sababu ukitaka kujua jinsi ya kusajili, ukiingia mtandaoni process zote zipo. Ni issue ya chuo chako tu kupambana na kusajili chuo chenu. Sasa leo nina list ya vyuo hapa ambavyo ukiwa umesoma Tanzania ukapata degree, ukapata leseni, sio kama degree tu, ukapata leseni ya Tanzania, kwa sababu sasa hivi moja ya vigezo za kuja kusoma huko Marekani, moja ya njia ambazo, moja ya pathways za kuomba residence kabla ya kuanza kazi ni wanapenda wajue kwamba una leseni ya nchini kwako. Kwa hiyo paper post intern inaweza kuikimbia, lazima upambane nayo upate leseni ya huko ndio uanze kufikiria mambo mengine. Kwa hiyo nitataja vyuo. Chuo cha kwanza ni Herbert Kairuki. Hichi kipo Dar es Salaam. Watu wengi wanakifahamu. Chuo kingine ni IMTU. IMTU bado ipo kwenye inasoma kwamba inatambulika, japokuwa chuo chenyewe kilifungwa. Sasa sio kimerudi au bado, lakini bado inatambulika. Changamoto ni kwamba kama wewe ulisoma IMTU, katika zile process za kufanya application inabidi uende chuoni wa kuverify kama ulisoma kwao. Sasa kama chuo hakipo, hiyo ni changamoto, unaweza kukwama. Chuo kingine ni QT, kipo Gongo la Mboto.
unaweza kufuata ukafanya hiyo mitihani na ukaanza hizo process. Chuo kingine ni KCMC Moshi. Chuo kingine ni Muhasi Upanga Muhimbili. Na chuo kingine ambacho pia kimesajiliwa ni UDOM Dodoma. Chuo kingine ni Bugando Mwanza. Unaona? Hivi ndio vyuo ambavyo kama unasoma sasa hivi au ulisoma au una mpango wa kusoma, ndio vyuo ambavyo unaweza angalau kuanza process ya kujisajili na kufanya mitihani ya hapa Marekani. Lakini kama hauko kwenye hiyo inabidi upambane sasa kivingine. Na nitataja vyuo ambavyo havijasajiliwa. Chuo cha kwanza ni St. Francis Morogoro. Ukiingia kwenye website ya World Medical Directory, World Directory for Medical Schools wapo, lakini kwenye ECFMG hawajasajiliwa. Wengine ni St. Joseph iko Boko Dar es Salaam, pia nao hawajasajiliwa. Chuo kingine ni Zanzibar wanajiita Suza, nao pia hawajasajiliwa. Chuo kingine ni UDSM, kile ambacho kinatoa MD tawi la Mbeya, nao pia hawajasajiliwa. Mara mwisho nilisikia wako pambana, lakini so far bado mambo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo yes, nimejibu swali la mdau aliyekuwa anataka kujua issue inakuaje. Na naweza nikagusia tu process za kusajili. Process za kusajili ni kwamba chuo chako chenyewe sasa ndio kinatakiwa kufanya hii process, kwamba yule academic registrar wa chuoni kwako ndio anatakiwa atume email kwa wale jamaa wa ECFMG. Ukiingia ECFMG kuna email pale mbalimbali, contact jinsi ya kuwasiliana nao. Kwa hiyo yeye anatakiwa achukue ile email awatafute kwa email ya chuo, sio email yake binafsi. Alafu wao ndio watampa utaratibu wa jinsi ya kusajili chuo. Kwa kuna mambo ambayo atajaza pale, na moja ya process ambazo zitahitajika ni kwenda MCT. MCT pia wana sehemu yao ambao watatakiwa wajaze kuthibitisha kweli hicho chuo wao wanakitambua na nini. Ni process ambayo sio ngumu kwa chuo ambacho kiko serious, hasa kwa vyuo vya private ambavyo haviko huku. Mimi naweza nikasema ni aibu, kwa sababu wewe huwezi kuwa private sector alafu bado vitu kama hivi wewe hufanyii kazi. Kuna vyuo ambavyo kuna vyuo vya serikali kama Muhas ambavyo tunafahamu kwamba taasisi nyingi za serikali zina usumbufu, lakini Muhas wamesajiliwa. Kwa hiyo hivi vyuo vingine ambavyo ni vya private na vinatakiwa vijimarket ili kupata watu wengi, ni vyuo ambavyo in real world vitakiwa vyenyewe ndio viwe viwe kama viongozi, kama wao ndio waongoza njia wa kujisajili kwenye taasisi mbalimbali ambazo zitawasaidia wanafunzi wao kuuzika kwenye soko la dunia. Kwa sababu sasa hivi tunafahamu kwamba ajira ni ngumu, hata ukimaliza udaktari Bongo kazi hamna, unaona. Kwa hiyo inabidi ujipambanie kwenye fursa zingine. Lakini sio kazi tu, lakini unaweza kuwa umemaliza Bongo na kazi yako sehemu, lakini ni mtu mwenye maono makubwa, unataka ufike mbali, unaona. Kwa hiyo ile miaka ya kusema kwamba unasoma tu ufanye kazi Bongo imepitwa na wakati. Lazima vyuo vijipange kuandaa wanafunzi wao kufanya kazi nchi za nje, na sio kuandaa kwa kusajili tu na hizi hapana. Kuandaa pia kiacademic, kwa sababu watu wanaojiandaa na hii mitihani ya kufanya kazi nje watakwambia kwamba kuna vitu vingi ambavyo huenda kwenye nchi yako hujajifunza, naona. Sio kama kwenye vitabu vipo, lakini havipewi kipaumbele. Kwa hiyo unamaliza hauvifahamu. Kwa hiyo si ukianza hizo safari ndio unaanza kutumia nguvu nyingi
kujaribu kuvikariri. Kwa hiyo ni muhimu pia kupitia syllabus za nchi mbalimbali na kujaribu kuadapt mambo ambayo wanafundisha ili kuandaa wanafunzi wako kufika mbali. Kwa hiyo hiyo ni leo hiyo ndio mada yangu kwa leo. Kama wewe ni mdau hapa, like, subscribe, acha comment, share na washikaji. Nikutakia siku njema.